Hili nasema hedhi. Sasa bora tumie hedhi. Lakini tukiweka vizuri kwa mtu ambaye haelewi vizuri, mtu ambaye hutokwa, mwanamke hujikuta kwenye tatizo la kuto kufanya akome ama kujirudia kusikokuwa na sequence, na unajaribu kutumia dawa kwamba hiyo overbreeding iwe kwenye regular sessions ya binadamu wa kawaida aliyebarikiwa na Mungu. Kwa hivyo overbreeding, wengi mliokuwepo hapa mmesikia watu wa Mungu wakija hapa wakikwambia nilikuwa napata overbreeding, nilikuwa natokwa na damu isiyokoma. Nimekutana na wanangu nikuombea zaidi ya 10 hapa. Lakini ambacho nataka kupe Yesu makofi, wote wamepona overbreeding. Yamkini labda umekutana na watu hapa wakishuhudia. Wangapi umekutana na mtu hapa akishuhudia nilikuwa nashindwa kukaa, ile overbreeding ilishaondoka? Nyosha mkono. Yes, Yesu makofi mazuri. Sasa leo tunaposema tunamaanisha leo watu wanapeana uzazi wa mtu kama sadaka. Mwanamke anaolewa, binti anapewa mkosi ili asiwe na ujasiri kwa ndoa, ili asiwe na ujasiri kwa mahusiano, ili akose mvuto, hatimaye ndoa ivunjike. Watu hupeana sadaka ya mayai ya mtu na kuyaharibu kwenye ulimwengu wa roho, yakipeana na kwenda kuwa chakula cha majini. Haleluya. Wanapeana damu yako isiwe matured kufikia hatua bora ya wewe, uharibu mzunguko wa mtu, kisha utengeneza kalenda za kwao. Hivyo mwanamke anakosa leisure yake. Kwa hivyo mzunguko wake unakosekanika ulio bora. Lakini unajaribu, wanakwambia utumie dawa, wengine wanakwambia hormone imbalances. Kama ni hormone imbalances, ziko dawa zinazobalance. Lakini umejaribu dawa bado haijafanya kazi kwenye hormone imbalances. This is a day. Leo ndio siku yako. Leo ndio siku ya hadi ya Mungu ya kwamba unatoka hapa kitu ambacho hujakiona ndani ya mwili wako. Haijalishi kiingia muda gani, kinakwenda kufanya hormone imbalance. It's in the spirit of God. Hebu punga mkono ndani. Nasema mwanangu, ni roho ya mbinguni, ni roho ya Yesu Kristo yenyewe itakwenda kubalance kile ambacho hakitembei vizuri kwa damu yako. Hapo taona watu wanakwambia the moment nilikuwa nikipata ndio, lakini mwanamke huyo alikuwa akipata, lakini inafanya natural abortion. Natural abortion. Natural abortion. Mimba hutoka pasipo wewe kukusudia. Kwa hivyo Mungu anasema nimepata ujauzito many times, lakini kwa muda niliopata mimba zote hutoka bila kuelewa. Haleluya. Hii mambo imeletwa kwa ajili ya kuvuruga ukose hadhi kama mwanamke. Kwa sababu hiyo mwanamke, Kristo anasema nimekuoa unizalie watoto. Wewe unajaza choo yetu. Kwenye ukoo wetu tumeletewa haramu, linakula lakini alizai watoto. Lakini aliyekupea laana anajua ya kwamba nikifanya abortion lazima mume wake atakosa, anampenda, atakosa heshima. Kwa hiyo ataenda kule nje, atasema kwa sababu wewe mimba zinatoka ili ndoa yako iharibike. Leo kwa jina la Yesu, mbingu zitatakabari by force. The spirit of God itakuwa juu yako. Abortion itasimama. Wewe mimba yako itakuwa. Wangapi mmesikia watumishi wa Mungu wanasema wakati wa mimba zikitoka, nimekuja mahali hapa na mimba iko kwa tumbo? Wangapi mmesikia? Mpe Yesu makofi, ungana na hawa waliona. Ikiwa Yesu tumemwona kitenda, wewe uliyeko leo na hata hujasema mchungaji nataka niombewe, wale walisema, tunasema kama uko hapa leo, kama mwanangu mmoja alisema, naliona aibu mchungaji atakusimama mbele ya madhabahu. Nikikaa kwa kiti ninaona kama aibu, najihisi kama hapa nilipokaa, lakini leo niko wazi kusema nimepona, nimepona, nimepona.
Unajua wewe hujapata shida of breeding, hujapata shida ya mimba kutoka. Unasema kwa nini mchungaji, kwani unashangilia? Kaulize waliotengeneza hiyo breeding na wakitoa mimba za watu wanafanya nini navyo? Wanakula, wanafikiri wamepata kitoweo, wanafikiri wamechinja mtu, lakini mtu yuko hai. Wanafanya kula damu yake. Chakula cha majini. Sema chakula cha majini. Mimba changa. Damu ya hedhi. Shahawa au mbegu za kiume. Yesu, makofi mazuri. Nani anaweza kuzuia hilo? Mtu wa Mungu uko hapa leo, utazuia hilo. Maneno yako ya kukiri ushindi leo yana nguvu na yana sababu ya kukutoa. Narudia, ulimi wenye kukiri ushindi siku ya leo unaweza kuwa sababu ya muujiza kwa siku ya leo, kukutana na Mungu. Ulimi wako utakaotamka na imani yako kubwa, ukimwambia Mungu, watu watainuka. Waliambiwa kwenye ukoo wenu hamuolewi, na wakakwambia sio wewe peke yako, lakini hata mkiolewa mnaachikaga. This is the day. Mungu anakumbuka kama yule mwanamke alisema, tumbo langu siku ya leo Bwana umeikumbuka, na mimi uzao wangu upo, na wewe ndoa yako ipo. Katika ulimwengu wa roho unazaa kwenu, hamtazaa vilioza. Mapoza hayatakuweko, ninyi mtaolewa hata miaka 40. Kama anakuambia unaona miaka 40 hujazeka, utaishi na mwanamume. Wewe wanasema muoi, utaoa. Madhabahu hii inasema wewe utaolewa na utaoa kwa jina la Yesu. Amen. Ana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Mwanangu, umepewa ugonjwa wa ajabu, lakini ukiwa dhaifu. Wanataka kujua mtu mmoja kwenye ndoa akiwa dhaifu, maana yake mahusiano yanaharibika. Kwa sababu hiyo, magonjwa yote siku ya leo yaliyosugu yanapata mlango wa bure, ya kwamba this is the gate pass. This is the spiritual gate pass. Leo tunaruhusu mlango wa siri, a natural door in the spirit, ambao tunakwambia wewe magonjwa, mlango umeachiliwa kwa ajili ya wewe kuondoka. The time of staying in me is enough. This is the time and minutes. We allow you cancer, we allow you pressure, we allow you whatever going on against me in the body. This is your get pass. This is the time. Muda wako wa kuishi umekwisha. Mlango huu tunakuachia kansa, pressure ondoka, sukari ondoka, vidonda vya tumbo ondoka. Haya usiki na madirisha haya tunakuwekea, toka kwa jina la Yesu. Haya. Hapana. This is the day we are not bargaining with the devil. Unaambia sikubaliane. We are not bargaining with the devil. We are not bargaining with the demons in our life. We are not bargaining with the satans. Whatever working in your life, whatever is working against your marriage, whatever is working about your generation, this is the day. Unasema umeishi kwa miaka, uliishi na babu wewe mbaya, uliishi kirani maisha ya mashangazi, uliishi kirani maisha ya vijana wetu, uliishi kiafanya. La, this is the time. Hatukubaliani. Unajua kuna muda, sema kuna muda wa kukubaliana, kutokukubaliana. Yes, you know what? Wakati ambapo nasema unakubaliana kwamba ndiyo hii ni laana, ndiyo mateso haya ninapitia, ndiyo nimeiona pressure, wameniambia kuna sukari, wameniambia kuna uvimbe kwenye kizazi, wameniambia hormone imbalances, wameniambia eti kwetu huwa kuolewa ni changamoto, wametuambia kwamba hata bibi na alipataga shida hii, walituambia kwamba hii shida ya kwetu. Nakubaliana, lakini sikubaliani ya kwamba wao na roho zao
waliofanikiwa kwangu hawafanikii. Sisi hatutakufa kwa sukari wala moyo hautavimba. Wanasemaga moyo unavimba eti. Moyo wetu unapanuka eti. Haleluya. Unasema sikubaliani kwamba moyo wangu mimi umevimba. Chochote kilichoko kinachoonekana unasema sikubaliani. My young brother juzi ananiambia, my brother, nimesikia kwamba toka 2024 ati ya kwamba mimi nina typhoid, mara ananiambia nina UTI, mara naambiwa hiki hoyo. Na mama kaniambia mwanangu huyu huwa tawali saa nyingine maruerue ya kuchosha. Nakwambia hayo unayakubali, lakini usikubaliane siku ya leo. Maana this is the day you have to receive the miracle. The miracle comes to the people who are ready.